Moja ya iliyokuwa mikakati ya kikoloni katika mifumo yao ya utoaji elimu ilikuwa ni kuhakikisha wanawakandamiza Waislamu katika nchi yetu hii ya Tanzania wasiweze kupata elimu, kwa kuhakikisha kila anayepata elimu anaangukia katika Ukristo au anapoteza kabisa mvuto kwa imani yake ya Kiislamu. Hapa nitatoa maelezo kidogo. Wakoloni walipotoka Ulaya kuja kuzikoloni na kuzikalia nchi zetu kimabavu, hawakuja na rasilimali fedha mkononi mwao. Kilichowaleta huku ilikuwa ni kugawana nchi zetu kama vile tunavyogawana mashamba, kwa maana ya mavuno, wapate kuvuna rasilimali za asili katika nchi yetu. Walijenga mashule ambayo waliyakabidhi kwa makanisa, na makanisa yakatengeneza utaratibu wa kuhakikisha kwamba kila anayekwenda kusoma ni lazima sharti la kwanza asiwe Muislamu. Ni kwa msingi huo walijaribu baadhi ya Waislamu kubadilisha majina yao, lakini wengine wakaanguka kabisa wakawa katika Ukristo, na kuna wengine walibadilisha tu majina kwa kutaka kuficha utambulisho wao wa Uislamu ili waweze kupata elimu, japo walibakia na imani zao kiundani. Hii ilikuwa ni njama kabisa za makusudi za kujaribu kutimiza azma yao ya kuua Uislamu. Lakini vile vile katika miaka ya 1910, enzi zile, miaka ya 10 ile, serikali ya kikoloni ilitoa waraka wa kuwashauri watawala wao madisi katika mikoa yote ya Tanganyika wakati huo kuhakikisha kwamba wanatoa rai itakayoweza kuhakikisha kwamba kunatungwa sheria kwa ajili ya kufuta kabisa na kupiga marufuku Uislamu hapa Tanzania. Moja ya hiyo taarifa inasomeka kama inavyosoma hapa: mnaombwa mlete taarifa katika kipindi cha miezi 3 tokea kupokelewa kwa waraka huu. Taarifa hiyo ieleze namna gani walimu na watumishi wa serikali wanavyoweza kutumika ili kukomesha kabisa kuenea kwa Uislamu. Je, mnadhani inawezekana kutunga sheria ya kupiga marufuku Uislamu kabisa? Bila shaka inawezekana kutunga sheria ambayo itazuia walimu wa Kiislamu wasitahiriwe au kuhubiri katika misikiti na kadhalika. Watumishi wengine wa serikali itabidi wahusike na sheria hiyo. Wataalamu wameshauri wananchi wasiokuwa Waislamu washauriwe watiwe hima kufuga nguruwe, kwani kwa kufanya hivyo uenezwaji wa Uislamu utasimama. Wazo hili lifikiriwe. Steen, gavana wa Kijerumani aliyetawala Tanganyika. Hii ni amri iliyotolewa na gavana wa mkoloni Mjerumani aliyekuwa na shabaha ya kufuta Uislamu usiwepo kabisa Tanzania. Wale ambao watakaokuwa wanashaka au pengine wataniita jina la uchochezi na kadhalika, ningewaomba waende serikalini watazame katika GN, Government Notice namba 40, gazeti la serikali la tarehe 15 mwezi wa 5 1916, na ikanukuliwa toka Impact International Volume namba 1322 London, tarehe 25 Novemba hadi tarehe 8 Disemba 1987. Lakini vile vile wakati wa utawala fulani katika nchi yetu, kwa sababu si nia yetu kutaja majina ya viongozi ambao walijaribu na wao kufanya jambo kama hilo, kwa sababu hatuna tatizo la ubaguzi hapa nchini. Tunapoona tatizo tunalizungumzia ili lipatiwe ufumbuzi. Lakini kiongozi huyo alisema hivi: Tanzania sio nchi ya Kikatoliki, lakini Ukatoliki una nguvu. Wafahamisheni wachungaji, yani mapadri na mapasta na maaskofu kuwa katika 5 nimeunda idara ya elimu, na humo nimeweka waziri wa Kilutheri. Hakuwa mwanasiasa, lakini nimemchagua kutokana na msimamo wake, utu wake na uthabiti wa imani yake. Neno haya yalitolewa na kiongozi wa nchi. Unapotaka kuyajua yameandikwa wapi, nenda kaangalie kitabu kinachoitwa Development and Religion in Tanzania, ukurasa 335. Hizo ni njama za watawala wa kikoloni na athari zao zikabaki baada ya uhuru kwa watawala wetu wa kiraia kama walivyo wa Tanzania wenzetu.